Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni, lakini tukielekea huko Mashariki ya Kati, Wahouthi wanadai kuidungua ndege ya Kimarekani ambayo imeangukia baharini, na hata jeshi la Marekani limethibitisha juu ya ndege yao kudondoka katika bahari. Lakini Wamarekani wanadai kwamba ni hitilafu iliyotokea na kwamba haikushambuliwa na Wahouthi. Hata hivyo, wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wamekiri kusema kwamba ndege ya Kimarekani ya F-18 ambayo imeanguka baharini ni kutokana na operation maalum walioifanya na kuhakikisha wanaidondosha ndege hiyo ya kivita ya Kimarekani. Jeshi la Marekani limekiri kuanguka kwa ndege yake ya kivita baharini, lakini ni wao wakisema kwamba ni kutokana na hitilafu ambayo imekutana na ndege hiyo. Jeshi la Marekani limeripoti siku ya Jumatatu kwamba mwanamaji wa jeshi la Marekani alipata majeraha madogo wakati ndege ya kivita F-15 iliyoanguka kutoka katika meli ya kubeba ndege ya Marekani katika bahari ya Sham, saa chache baada ya Wahouthi kudai kuishambulia meli hiyo ya USS Truman. Ndege aina ya F-18E ilikuwa ikivutwa hadi kwenye meli hiyo wakati mwendesha meli hiyo alikuwa akivuta kupoteza udhibiti wa ndege hiyo. Ndege na trekta ya kuvuta zilianguka baharini, jeshi la wanamaji liliongeza katika taarifa yake. Wanajeshi wote wako salama isipokuwa baharia mmoja ambaye alipata majeraha madogo, aliongeza akibainisha kuwa chombo cha kubeba ndege na bawa lake la anga vinaendelea kufanya kazi na kwamba tukio hilo linachunguzwa. Meli ya kubeba ndege za kivita ya Harry S. Truman inashiriki katika mashambulizi dhidi ya Wahouthi nchini Yemen na ni mojawapo ya wabebaji wawili wa ndege za Marekani ambazo zinafanya kazi sasa Mashariki ya Kati. Wapiganaji wa Kihouthi walikuwa wametoa taarifa mapema siku ya Jumatatu wakitangaza shambulio lao dhidi ya meli ya Harry S. Truman na vyombo vyake vya kusindikiza pamoja na kulenga shabaha muhimu huko Ashkelon, Israel, kuunga mkono Gaza na kujibu uharibifu wa uvamizi wa Marekani huko Sanaa na Saad. Kadhalika, Wahouthi wanadai kwamba wamefanya shambulizi zito dhidi ya utawala wa Israel na kusababisha hali kuwa mbaya katika baadhi ya maeneo kwa kutumia makombora yao ya masafa marefu, makombora ya ballistic, makombora ya Palestine 2 ambayo yamekuwa ni gumzo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, makombora ambayo kwa kiasi fulani yamewapa hali ya kujiamini wapiganaji hao wa Kihouthi, na mara kadhaa wamekuwa wakiyatumia kwa mafanikio makubwa katika kufanya mashambulizi wakati wote huko katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa maeneo ambayo yanakaliwa na Israel, hasa ambayo ni ya Wapalestina. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News.